Asante DJ. Sasa kuisindikiza hotuba ya mgeni rasmi kwa sekunde chache utatuamsha sisi na wahitimu wetu kwa sekunde chache mziki mzuri, na baada ya hapo waliojiandaa kwa ajili ya vyeti, utaratibu wa kutoa vyeti utakuwa unaendelea. Kwa hiyo tuna dakika moja kuburudika, alafu tunatoa vyeti. Safi. Basi nashukuru. Hatua iliyoko mbele yetu ni ugawaji wa vyeti. Ugawaji wa vyeti, na niongeze na neno moja, bahasha. Pamoja sema bahasha. 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 Basi nimeweka neno, niongeza neno bahasha. Awali ya yote huwa napenda kuweka mambo machache, ndugu wazazi, waalikwa na wengine mweze kufahamu, mbali na ambacho pia kimeweza kusomwa historia fupi kutoka kwenye risala. Huwa napenda kukumbusha kuona, mmeona kilichokuwa kinafanyika hapa mahali hapa. Shughuli zote hizi zinaendeshwa na vijana wao wenyewe, kwa mujibu wa katiba. Katiba haimtaki mwalimu mlezi awe ndo yeye kila kitu, ni watoto wao wenyewe waliokuwepo kwenye ibada, wameshuhudia matukio muhimu kule. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi niweke mambo machache. Moja ya madhumuni ya UKWATA, nitazungumza machache. Madhumuni ya UKWATA ni kuwasaidia wanafunzi wampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen. Kama ambavyo tumeshuhudia baadhi ya wengine walikuwa wamerudi nyuma, wamempokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wako safi roho. Amina. Amina. Dhumuni lingine hasa hapa la muhimu hasa ni kuwatia moyo wanafunzi kufikiria juu ya wito wa kutumikia kanisa na kukuza upeo wao wa Kikristo kwa ajili ya utumishi na huduma kwa kanisa na jamii. Katika kipengele hiki, hawa ni mazao ya baadaye. Nina wanafunzi waliotoka mahali hapa wawili, naomba wasogee hapa mbele. Samahani, wasimamishe kidogo. Njoo na wewe, njoo hapa. Kwa heshima ni watambulishe rasmi. Hawa walikuwa ni wanaupata miaka ya nyuma. Utasema wewe ulikuwa utasema tu jina lako na ulikuwa nani wakati huo unahitimu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Safi. Safi. Kwa majina naitwa Levina Sifaule, natokea Bwira. Ndipo pia kidato cha kwanza nikawa kiongozi wa nidhamu. Nilipoingia kidato cha tatu nikachaguliwa kuwa mwenyekiti msaidizi wa UKWATA. Amina. Safi. Kwa majina naitwa Lenisa Luka Luoga. Mwezi 2020 nilipofika form 3 nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa UKWATA. Hai mafai. Nitaimba sifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Stefano Maule. Nilipokuwa nasoma hapa nilikuwa kiongozi wa kwaya. Nimeingia 2010 na kutoka 2013 hadi saa hizi bado nipo kwenye idara ya vijana. Ni mwenyekiti wa vijana mtaa kanisa, pia ni katibu wa eneo la Mountain Stone. Karibu sana kwa wale vijana wote ambao wanahitimu, tujiunge wote kwenye tayari. Tumeona kwa macho bado mmoja tafadhali na kuomba umeonekana siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Model Rafael Aure. Nilikuwa kiongozi wa UKWATA wa darasa nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiki kipekee ambacho nimekisoma mahali hapa, basi tuwapige makofi matatu kwa ajili ya utumishi wa wanafunzi. Kingine ni
kuwatia moyo wanafunzi ni kujenga moyo wa wanafunzi kufuata tabia ya Yesu Kristo katika kuwahudumia watu wenye mahitaji mbalimbali ya kimwili na kiroho, yani diakonia. Bwana Yesu asifiwe. Kingine ni kukuza maarifa katika maandiko matakatifu kwa njia ya sanaa, mfano muziki wa Injili, michezo ya kuigiza, mashairi na ngonjera, na mashindano yaletayo utukufu kwa Mungu. Tumeona mahali hapa mashairi, ngonjera tujaona, nyimbo mbalimbali, muziki tumeona. Amina wapendwa. Amina. Basi hayo, la mwisho ni kuwasaidia wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao kwa kuwapatia ushauri wa kitaaluma na unasihi. Ndio madhumuni ya UKWATA machache. Basi kwa hatua hiyo, kwa kipengele hicho, nitakuwa na zoezi la ugawaji wa vyeti. Wanatunukiwa vyeti, wamefuata haya madhumuni, wameyaishi hayo hawa. Nitagawa vyeti katika makundi yafuatayo. 1. Nitagawa vyeti vya wanachama. 2. Nitagawa cheti maalum kwa yule ambaye alikuwa anajituma hasa kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4. Amina. Tunaita huyu alikuwa ni hai kweli kweli, wakati wote yupo kwenye matukio ya UKWATA, yupo kwenye ibada, yupo kwenye vipindi, yupo, hayupo nyuma wakati wote. Tunaita kwa kilugha ya Kiingereza active member, active membership. Kingine ni vyeti vya uongozi. Ndio walikuwepo wengi, lakini sio wote watakaopata vyeti hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wachache walifanya vizuri, wanaonekana. Mwalimu tunapotembea tunawaona kwamba yule anafanya kazi, yule anafanya kazi, naona. Kwa hiyo wako watatu hivi ya kufikiri, mimi au sio mwingine. Kingine ni vyeti fani mbalimbali. Vyeti fani mbalimbali. 1. Upambaji. Nyingine ni uchoraji. Nyingine ni uimbaji, utunzi wa nyimbo. Mmeona hapa wazazi jinsi watoto wana nyimbo nzuri. Mmeona, unaanza kufikiria hivi ni nani? Ni yeye au si yeye? Na mwisho ni zawadi, yani bahasha yenye sahihi ya mwalimu mlezi, mkuli wa UKWATA na mkuli wa UKWATA. Pale kwenye bahasha ina nini ndani? Mimi sijui. Amina. UKWATA Safi sana. basi kwa mantikio, sipoteze muda, naona watu nianze na vyeti fani mbalimbali. 1. Hapa kidogo naomba tusimame. Itakuwa utaratibu, unakuja mgeni rasmi ndio atakayokabidhi, utasoma jina hapa, utapita, utasalimia, basi ukaa tena, usitoke. Active membership, Festina Elokova. Natosha, hakuna ishia tu hapa. Huko mna. Amina walimu, Bwana Yesu asifiwe. Basi, hii sio fani mbalimbali, hapana. Sio fani hii, hili cheti kimekosea. Nianza na vyeti vya cheti ambacho cha kwanza kabisa, active membership. Kwa vyeti vinavyofuata ni uongozi. Siamini Nyeke amekuwa mwenyekiti. Hapa hicho cheti usirudishe, ndio kimeshatoka hiyo.
Nimeshatoka, usinirudishie, nimeshamaliza kila kitu. Anayefuata ni Festina Elokomba, amekuwa katibu. Mzuri wa kufuata. Anayefuata ni Agata Mtitu, yeye amekuwa mtunza hazina. Shughuli nzima inavyoonekana hivi, ndio mratibu wa na kushirikiana na halmashauri. Nakuja fani mbalimbali. Upambaji, nimeandika maneno mazuri kabisa pale ya Kiingereza. Certificate of Appreciation. Festina Komba, upambaji. Nimeandika maneno mengi mazuri pale. Festina Komba. Ukumbi huu kama mnavyoona ndo designer. Na wengine wako hapo. Mwingine ni uchoraji. Huyu ni kijana mzuri kabisa uchoraji. Tulipokuwa kwenye ibada, umeona kule mbele? Umeona Andrea H. Luoga. Wow. Amina, ni fani mbalimbali, ndio madhumuni ya kupata haya ambayo ni lazima. Cheti kingine ni uimbaji. Huyu amejituma kweli kweli. Ni mtunzi wa nyimbo. Nimeona hapana, huyu amewakilisha. Mpa cheti kizuri kama hiki, Festina Komba. Mkono tafadhali. Amina. Sasa ni hatua ya bahasha. Hatua ya pamoja sema bahasha. Basi bahasha ya kwanza. Nitasoma kama zilivyojipanga. Ni Mungu mwenyewe amejipanga. Andrea H. Luoga. Inasahihi mwalimu, leo nimegonga na muri pale. Amina. Bahasha nyingine Agata Y. Mtitu. Nyingine Siamini M. Nyeke. Bahasha nyingine Festina Elokomba. Basi hii kwa hatua hiyo sasa naingia kipengele cha mwisho, kipengele cha ugawaji wa vyeti vya wanachama. Hapa kila mmoja atapata. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja atapata. Hapa tutaenda haraka kidogo. Amina. Amina. Siamini Nyeke achangamka. Anapata Festina Komba. Anapata Rafaeli Haule. Anapata Agata Y. Mtitu. Rafaeli Haule. Hapo Rafaeli. Changamka. Agata Y. Mtitu. Andrea H. Luoga. Edward Kwela. Nuru Mwagama. Nuru.
Sedalia Mkinga. Janeti Mwinuka. Lameki Timwinuka. Valentina Chaula. Akiandaa Gilbert Mtega. Odila Yeisanga. Kalista Gingo. Amina Pimwagama. Ongera Mtwebe. Ongera Mtwebe. Raineli Luoga. Medina Esi Mwagama. Manueli Aule. Abduli Omari. Domitila J. Komba. Judith Mwagama. Emmanuel Elo Kayombo. Natosha DJ. Hapa mnisamehe kidogo. Nimechanganya jina hapa. Jina la Nuru limenikaa sana. Kichwani. Hivi Nuru iko wapi? Sasa sisi nimelitoa wapi? Samahani, huyu anaitwa ila sura ni yenyewe. Tutafanya mabadiliko kwa ajili ya cheti ikiwe na maana. Naomba aje hapa mbele. Nani? Sala Luoga. Aise. Tutafanya mabadiliko cheti kingine. Asante. Basi pokea kwa ni kwa basi huo ndio mwisho wa ugawaji wa vyeti. Wazazi katika kipengele fulani mmejifunza kitu fulani. Wasichana tu mvulana amekuwa mmoja. Hebu tuzidi kuomba kwa ajili ya vijana wenu wa kiume. Amina wazazi. Amina. Nimekuta hapa. Asante. Meza kubwa stoketi narudisha kwa MC. Asante DJ. Wakati huu watu mnazidi kutuma jumbe zenu za kupongeza, ahadi, michango pia kama mnayo. Mnaweza mkampunguzia mchungaji ule mzigo. Na ukwata mnaobaki mmemjua aliyetoa ahadi ya nguruwe? Na ule akuwepo sasa hivi ashafika, tafadhali afisa usimame wa kuona. Hata mimi najua sasa mnamfahamu. Sema tu katika kuweka ushahidi, si ndio? Amina. Sasa kipengele kinachofuata ndio ile ukimaliza kazi unafanyaje? Ukimaliza kazi unafanyaje? Hapa ni zawadi na mataji kama yapo. Ijapokuwa kuna mama nimeona yeye amewahi, ashamvalisha mataji wa kwake. Lakini wakati wake ni huu sasa. Asante wekeni, itoe keki tafadhali. Ili amtoi.
Amtoi kwanza. Wahitimu tafadhali. Wahitimu picha tu. Kwa faida. Asante. Sasa baba mchungaji na mheshimiwa mgeni rasmi, nimeambiwa wewe ndo utakaye tufungulia keki yetu. Lakini nasikia kumbe utaratibu na jadi ya hapa lazima useme unaifungua kwa shilingi ngapi ili ifunguliwe na taratibu ziendelee. Karibu sana. Taifungua kwa shilingi 5,000. Makofi na vigelegele kwa mgeni rasmi. Mgeni rasmi, wakati huo Mwasibu unachukua 5,000 kwa mgeni rasmi, alafu keki maana ameshaifungua muiweke nje ikatwe. Wale wakaangalia kwa ajili ya kukata keki tafadhali. Basi sawa, iletwe kwa mgeni rasmi keki ili aifungue. Hakuna haja kisu kisu. Tole tafadhali, baba mchungaji asiangaike. Na sahani tuzitoe. Kwani keki tusimwekee juu ndo akakata. Makofi na vigelegele kwa keki nzuri. Baba sasa unatufungulia. Tafadhali. Vijana wamezingatia mahesabu kwanza, washachukua hela, keki haijafunguliwa. Makofi na vigelegele, keki imefunguliwa ndugu zangu. Makofi na vigelegele. Patie kisu baba mchungaji hata haipapinde nayo. Yeye atakata mara moja alafu nini takuja kumalizia. Sasa baba mchungaji sijui tumpelekeje. 1, 2, 3, baba mchungaji anakata. Makofi na vigelegele kwake. Sasa mjimalizie tafadhali. Peleka mezani pale. Kata vipande kadhaa chapuchapu. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Oh, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Utaratibu nilopewa wazazi wa wahitimu, tutawalisha wahitimu keki kwa haraka kipande kwa shilingi 500 ili tuwe kutoka. Tuwalishe haraka tuokoe muda. Sasa wakati wanamalizia kukata, DJ hebu tupeleke nitende jambo. Ameitoa kwa wanafunzi wote wa kidato cha 4 TYCSE, PSA na UKWATA hii zawadi. Na hii zawadi atawapa siku ambapo naingia kwenye mtihani. Mmeiona wahitimu na wengine, mmeiona? Basi zawadi ya mkuu wa shule atawakabidhi. Nimewaonyesha tu, nimewatunzia. Mnaiona asante. Basi wakati na muda huu utaratibu wa chakula utakuwa kama ifuatavyo. Meza kuu wataanza, watafuata wageni waalikwa, wengine wamekaa huko. Naweza mkaanza kusogea mbele huku ili kuungana na meza kuu. Baada hapo watafuata wahitimu na wazazi. Wahitimu na mzazi na mzazi wako. Amina. Baada hapo watafuata wanafunzi
Amina. Basi karibishe, na utakapokuwa unachukua chakula unaingia huko ndani, vinywaji utachukulia huku ndani. Amina. Basi wakati na muda huu ratiba inaonyesha ni chakula na kufunga sherehe. Baba Padre atafunga sherehe, atairisha sherehe hii na kuomba kwa ajili ya chakula. Baada ya hapo yeye atakuwa pamoja nasi, wataendelea na wataondoka kuendelea na majukumu yao ya kiofisi. Amina. Wahitimu, sisi walimu wenu walezi tuko mahali hapa, tutarudi kula keki. Nadhani mmejiandaa vizuri na wazazi, tutarudi kushirikiana kwenda kusherehekea na wazazi. Asante. Karibu sana. Kaja kwa hichi. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya uvumilivu wenu. Lakini asante kwa ratiba ambazo nimekwenda kupita mbele yetu. Barikiwe sana wazazi. Lakini kwa heshima kwa ajili ya kuombea chakula, ninaomba kila mmoja alipokaa naomba tusimame. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa yale tunaendelea. Tazama na sasa ni muda wa kula na kunywa mezani pako, ee Bwana wa majeshi. Tunasema asante kwa ajili ya walioandaa riziki hii. Bariki matumbo watakayopokea, bariki walioandaa katika jina la Yesu. Kila aina ya uchafu na kila aina ya nguvu kutoka kwa adui isipate nafasi, bali katakase hatimaye Bwana wa majeshi chakula kitakapoingia mwilini mwetu, watu tukapate nguvu na tukaishi kwa jina lako, katika jina la Yesu tukiomba na kuamini. Amen. Asante. Basi uhitimu na mzazi wako, uhitimu na mzazi, uhitimu na Amina. Na meza kuu basi tunatangulia na wageni waalikwa. Amina. Thank you.
mavumbini, nilipokuwa niko chini mavumbini, walinikataa, waliniona ni mavumbi tu, walinikataa, nilikuwa sina kama niko